Mchambuzi George Mbangile amesema kwa sasa Andy Boyeli ni bora zaidi kuliko Prince Dube. Sababu kwa nini Andy Boyeli anaonekana bora kuliko Prince Dube? Moja ni uhamisho wa vigezo, uwezo. Boyeli ni mchezaji mpya wa Young Africans. Ameletwa kutokea Sekhukhune United ya Afrika Kusini. Hapo yeye ana nafasi ya kuonyesha uwezo mkubwa na kuonyesha kwamba anaweza kuwa mshambuliaji wa kuaminika. Ni investment ya Yanga kujaribu kutumia talenta yake mpya, nguvu ya nishati. Na katika mechi ya Yanga hivi karibuni, Boyeli alifunga penati na pia aliongeza bao la mwisho kwenye ushindi wa bao 4-1 dhidi ya KMC baada ya kuingizwa katika kipindi cha pili na akaleta mabadiliko makubwa. Hii inaonyesha kuwa anaweza kuifanya kazi yake ya kubeba shinikizo na kufanya makosa ya chini katika nafasi za big moments, ama akipata nafasi ya 2-3 hazipotezi. Rekodi na historia ya ufanisi. Alikuwa na msimu mzuri kabla ya kuja Young Africans wakati akiwa na Sekhukhune United. Alichezea mechi nyingi na alifunga mabao 6 katika mechi 27. Pia Boyeli alipata tuzo ya Betway Premiership Player of the Month kwa kipindi fulani, jambo linaloonyesha kuwa anaweza kuwa mchezaji muhimu. Wakati akiwa Zambia Power Dynamos alionyesha uwezo mkubwa, mfano alionekana kama mfungaji bora, yani MVP. Kwa upande wa Prince Dube, kocha wa Young Africans ameeleza kwamba Dube anaonyesha pressure kubwa. Dube amepata wakati mgumu wa kuonyesha ufanisi wa juu msimu huu. Kwa mfano, kwenye mechi moja muhimu, mechi ya ligi ya mabingwa, alitolewa dakika ya 80 akiwa bado hana bao na Boyeli alichukua nafasi yake. Vile vile anasemekana Dube hana makali ya kutosha wakati mwingine, na mashabiki, vyombo vinasema anapewa nafasi lakini hafanyi kazi ipasavyo kwa wakati huu. Zinatokea mashambulizi mengi kutoka vyombo vya habari kwamba ufanisi wa Dube unavurugwa na matarajio makubwa na ushindani ndani ya kikosi cha Young Africans. Boyeli anaweza kuleta fresh dynamic kwenye safu ya ushambuliaji ya Young Africans. Ni mchezaji tofauti na Dube, hivyo kocha ana chaguo zaidi. Inaweza kuwa faida kwa Young Africans kuweza kumudu mbili za mashambulizi. Kwa kuwa Boyeli ni mchanga na ana hamu ya kujiweka vizuri kwenye timu, anaweza kuwa spark mpya ambayo inaweza kumtia Dube pressure, pia kuonyesha kiwango bora. Yanga ni timu kubwa na yenye malengo makubwa, hivyo inahitaji ushambuliaji imara na wa kuaminika. Boyeli anaweza kuwa sehemu ya mkakati wa Young Africans wa kuongeza firepower mbele, hasa kama Dube hawezi kuonyesha mchango wa kutosha kila mechi. Kwa hiyo wachambuzi na mashabiki wanaweza kuona Boyeli kuwa bora kuliko Dube kwa sababu ana uwezo wa kuibeba shinikizo na kuonyesha ufanisi wakati wa mechi. Ana rekodi ya kuonyesha kiwango kizuri kabla ya kuja Young Africans. Dube kwa sasa ana pressure na hana utendaji wa uhakika kwenye baadhi ya mechi muhimu. Boyeli ni chaguo la kimkakati kwa timu kuleta mabadiliko na kuongeza ushambuliaji. Hata hivyo sio lazima kuwe kama Boyeli ni kila wakati bora. Hataweza kuwa bora kila wakati. Inaweza pia kuwa suala la mzunguko wa wachezaji na kocha. Vile vile Dube anaweza kurudi kwenye fomu yake na kuonyesha tena ufanisi mkubwa. Hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Liz wa Sports.